za mtoano wakati mwingine ni approach unayoingia nayo. Unaweza usipate goal dakika 180 na ukafuzu pia. Kwa nini ambavyo utakuwa umejipanga. Yaani unaweza ukaenda ukaitafuta sare bila kufungana, ukaja kwako ukapata sare bila kufungana, mkaenda kwenye penalty ukapata matokeo. Ni kama juzi Simba 2-2 kwenda kwa matuta ameweza kupita. Kwa hiyo ni mchezo ambao wakati mwingine unategemea na unaingia na hesabu gani. Hesabu zako kuzipanga vizuri unaweza kupata matokeo. Kwa hiyo kubwa ni kuweza kujua opponent wako ana nguvu gani, uone mapungufu gani na uingie na njia gani ambayo itakwenda kupatia matokeo jumla uweze kwenda hatua inayofuata. Bado Simba wana weakness kwenye eneo la mwisho. Bado wanashindwa kubalance baina ya kwenda kushambulia na kuweza kuruhusu mashambulizi. Kwa hiyo kukutana na timu ambayo ina defense nzuri na inaruhusu mashambulizi na kushambulia kwa counter attack inakuwa ni hatari, na zinakutana timu mbili ambazo zina approach mbili tofauti, na sitegemei kwenda kuona magoli mengi, isipokuwa mtu ambaye atakuwa na uwezo wa kulinda na kutumia nafasi ndio atapata advantage ya kupata matokeo. Ni timu ambayo ina uwezo mzuri wa kujilinda, lakini kwenda eneo la kushambulia pia sio zuri sana. Pengine kwa eneo la ushambuliaji la Simba Sports Club inapoelekea kwenye tangu umeitazama kwenye muda mfupi huu, na tumeona mabadiliko kadhaa kwenye eneo la ushambuliaji. Aliona Lionel Ateba tulimuona kipindi fulani anaanza, lakini Mukwala ameanza kwenye mchezo wa kufuzu nusu finali, tumeona ameonyesha kuna namna bora huu ambao wameuonesha kwa kipindi hiki ikawapa advantage kwenye eneo ambalo Stellenbosch wanajivunia la ulinzi. Mimi nizungumze kwamba kwa upande wa klabu ya Simba when it comes kwenye eneo, Mwalimu Fadlu amefanikiwa sana kutengeneza ile safu nzuri ya ulinzi. Na kwa nini amefanikiwa? Alichokifanya, ameongeza fitness level ya wachezaji, akawafanya wao wanakimbia wakiwa na mpira na wasipokuwa na mpira. Kwa ni rahisi kuiona timu ikiwa haina mpira inarudi nyuma kuja kuongeza idadi ya namba na kutengeneza mazingira magumu ya kuweza kupitika na kuweza kufungika. Ni rahisi kutengeneza defense kuliko kutengeneza eneo la mwisho. Kwa nini? Kwa sababu eneo la mwisho linahitaji muunganiko, sawa, wa kimbinu, lakini pia na muunganiko wa aina ya wachezaji. Mpaka leo ukiangalia Simba bado wanakuwa hawako sure kwenye eneo la mwisho. Yaani kama kila mmoja anafanya kitu ambacho anakihitaji yeye mwenyewe. Kwa hiyo bado kuna changamoto za namna kuweza kuorganize safu yao nini ya lakini pia wanakosa kuwa na watu ambao wana makali. Ukimwangalia Ateba toka anakuja, tushawaambia ni miongoni mwa wachezaji ambao unaweza ukamtumia kama second striker. Sio mtu ambaye atakwenda kuwa pale mbele aweze kupata matokeo. Ni mzuri kwenye kuifanya timu iweze kushambulia, ni mzuri kwenye kutafuta mpira, ni mzuri kwenye kukaba, lakini when it comes kwenye kutumia chansi ana mapungufu mengi ambayo anakopo nayo. Kwa ni mtu ambaye sio ajabu kwa msimu ukaona ana assist nyingi kuliko magoli aliyofunga. Kwa hiyo bado hakutakiwa kuwa mtu wa mwisho. Ukimwangalia Jean Charles Ahoua, of course ni kiungo mshambuliaji ambaye sio mfungaji pase, lakini pia naye ana tabia ya uvivu. Sio mtu ambaye utamwona anakimbia kwenye maeneo mengi. Anasubiria kae eneo aitoe mpira au zitokee second balls au zitokee fouls aweze kuzitumia. Mukwala au kupona Mukwala na ni mshambuliaji ambaye anapenda kukaa kwenye eneo moja. Sio mtu ambaye atakwenda kujiengage kwenye timu. Kwa hiyo bado hawajapata namna nzuri ya kuweza kuifanya timu pale mbele ikaweza kuwa na muunganiko wa kutumia nafasi na kuweza kutengeneza nafasi. Kwa binafsi naona wana changamoto kubwa kwenye eneo la umaliziaji. Lakini ikawaathiri kwa namna moja ama nyingine. Nafikiri sasa hizi mechi za mtoano wakati mwingine ni approach unayoingia nayo. Unaweza usipate goal dakika 180 na ukafuzu pia. Kwa nini ambavyo utakuwa umejipanga. Yaani unaweza ukaenda ukaitafuta sare bila kufungana, ukaja kwako ukapata sare bila kufungana, mkaenda kwenye penalty ukapata matokeo. Ni kama juzi Simba 2-2 kwenda kwa matuta ameweza kupita. Kwa hiyo ni mchezo ambao wakati mwingine unategemea na unaingia na hesabu gani. Hesabu zako kuzipanga vizuri unaweza kupata matokeo. Kwa hiyo kubwa ni kuweza kujua opponent wako ana nguvu gani, uone mapungufu gani na uingie na njia gani ambayo itakwenda kupatia matokeo jumla uweze kwenda hatua inayofuata. Umezungumza pia kwenye eneo la ushambuliaji la Stellenbosch kwamba sio timu ambayo iko vizuri sana kwenye eneo la ushambuliaji, lakini hiyo nayo inalinganisha kutokana na mpinzani wako anajilinda vipi. Kwenye safu ya ulinzi ya Simba kuna namna moja inaenda kuwaongezea ugumu ambao wako nao wenyewe, na ukijumlisha pia na eneo ambalo alikuwepo Shemalon Fondo pengine limezibwa kwa kiasi kimoja ama chengine. Mimi nafikiri ukiangalia kwa upande wa defense bado ina mapungufu. Hata ile mechi ya juzi kama tu Al Masry wangeweza kuongeza pressure walikuwa wanaweza kupata bao. Walijaribu kwenda mara mbili ukaona ambacho kilitokea
ule ubora wa Kamara ukafanya timu iweze kuwa salama. Bado Simba wana weakness kwenye eneo la mwisho, bado wanashindwa kubalance baina ya kwenda kushambulia na kuweza kuruhusu mashambulizi. Kwa hiyo kukutana na timu ambayo ina defense nzuri na inaruhusu mashambulizi na kushambulia kwa counter attack inakuwa ni hatari. Na hawa Stellenbosch ni miongoni mwa timu ambazo zinatumia sana counter attack, lakini ni wazuri kwenye kujilinda na wako very solid, wagumu na wanapiga mipira mirefu. Kwa hiyo nakwenda kuona zinakutana timu mbili ambazo zina approach mbili tofauti, na sitegemei kwenda kuona magoli mengi, isipokuwa mtu ambaye atakuwa na uwezo wa kulinda na kutumia nafasi ndio atapata advantage ya kupata matokeo. Ni sahihi mifumo ya kupata matokeo kwenye hatua hizi za mtoano kama ambavyo tunafanya sisi kwenye timu zetu za Tanzania hapa kwenye michuano hii ya kimataifa. Mfumo ambao tuko nao na South Africa ni kama vile vile ambavyo wako nao. Tuliona Kaizer Chiefs walitumia vyema dimba la nyumbani, wakaja hapa Simba wakashindwa kufua dafu. Pengine unaweza tukaona mtihani huo ukiwafuata Simba kama ambavyo walipata kwenye mchezo dhidi ya Kaizer Chiefs. Yaani hiyo ni soka la Afrika. Soka la Afrika kila mtu anakuwa na nguvu kwake, na ndio maana mpaka leo hii wameliliki kuweza kuacha goli la ugenini. Ulaya washaliondoa kwa sababu Ulaya hiyo so factor. Unaweza mtu akaja kwako Ujerumani akakufunga, ukaenda ukamfunga. Kinachoangaliwa kule ni ubora ulionao, lakini pia wale wenzetu ni kama kijiografia, mazingira yao yanafanana moja kwa moja. Yaani ukitoka labda Stockholm, ukatoka ukaenda London, ukatoka ukaenda Roma, Italy, ni the same way, yaani kuna hali inayofanana. Lakini Afrika tofauti. Mtu ambaye anaishi Algeria anakutana na hali ya hewa tofauti kabisa na ambako Tanzania, tofauti na sehemu nyingine. Kwa hiyo wakati mwingine ile favor ya hali ya kijiografia inakufanya aweze kufavor. Kwa hiyo naamini kwamba timu nyingi za Afrika zinapata matokeo ziko nyumbani. Ndio maana Almasi ilikuwa kalishinda na hapa ikaja naye akafungwa. Kwa hiyo mwisho siku ya penalty akaweza kuondoka. Kwa maana yake nini? Kwamba kila mmoja anatakiwa aweze kuangalia namna gani ambavyo anaweza kutumia home advantage ili pengine iweze kuwa faida ya ziada ya kumfanya akaenda away aweze kupata ushindi wa jumla na kuweza kufuzu. Kushukuru sana. Karibu tena.